السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على ما من بهذا اللقاء بإخواننا المسلمين السلفيين طلبة علم في هذا المركز المبارك، وفي هذا المسجد المبارك، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. mbele ya mashekhe zetu na walimu zetu, wakufunzi wetu, حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم وفي علمهم. Maudhui ambayo nimechaguliwa, adabu za talib ilm. Kwa nini maudhui hii? Ni kwa sababu ya nafasi ya ilmu katika Uislamu. Elimu ya dini ya Kiislamu, hakuna chochote ambacho kitaweza kukaa mbele yake. Vipi utaweza kumwabudu Mola wako ibada ya sawasawa? Vipi utaweza kuitakidi itikadi sahihi juu ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa itikadi hiyo ukanusurika kutokamana na moto, kama si ilmu. Kwa ilmu ina nafasi kubwa kiasi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kwa ilmu mbwa, akamfadhilisha kwa ilmu kipanga, akamfadhilisha kwa ilmu alfahad, duma, chui na wengineo. yasalunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. Wanakuuliza Muhammadi wafuasi wako baada ya kutajiwa ya haramu katika aya zilizotangulia huko nyuma, wanakuuliza ya halali ni yapi? Qul uhilla lakum at-tayyibat, waambie mmehalalishiwa vyote vilivyokuwa vizuri visivyokuwa na madhara kwa mtumiaji. Mmehalalishiwa vizuri katika nafaka, vizuri katika aina za wanyama, vizuri katika aina za matunda na mboga mboga. Almuhim, kila ambacho hakina madhara kwa mtumiaji kwenu ni halali. Wama allamtum min aljawarihi mukallibina, kadhalika na wale aljawarih mliowafunza namna ya uwindaji, mkawaadabisha adabu za uwindaji, ya kwamba akikamata asile, ukimwambia acha anaacha. Mukallibina, mliowafunza adabu za uwindaji. Tuallimunahunna mimma allamakumullah, mkawafunza katika vile alivyokufunzeni Allah. Fakulu mimma amsakna alaikum, kuleni nyinyi Waislamu vile ambavyo wamekukamatieni hawa. Huyu mbwa huyu ambaye ni muallamu, aliyepatwa na ilmu, aliyefunzwa ilmu, akakuwindia akakukamatia, halali kula kiwindwa chake. Kadhalika huyu kipanga sakru aliyekukamatia huyu ambaye ana ilmu, halali kula kikamatwa chake. Kadhalika huyu fahadi na fuhud na wengineo. Allah amewafadhilisha wanyama kwa sababu ya ilmu. Kwa ilmu ambayo ina nafasi hii, kwa nini isiekewe adabu zake kwa mtafutaji? Man ghada ila almasjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Kharrajahu at-Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Yeyote atakayetoka mapema kuelekea msikitini, hakuna kinachomtoa isipokuwa lengo lake anataka kwenda kujifunza kheri, anataka kujifunza tajwidi ya Qur'ani. Amekwenda msikitini anataka kujifunza tauhidullah alladhi la yanbaghi li ahadin an yamalla min dhikrihi wa tadhkiri. Amekwenda msikitini anataka afahamu fiqhi ya dini ya Kiislamu, au amekwenda kwa lengo la kuwafunza watu kheri hiyo. Ujira wake mtu huyu, ima amekwenda kusoma msikitini au amekwenda kusomesha msikitini, ujira wake ni ujira wa aliyefanya ibada ya haji ikakamilika haji yake, ndio ujira atakaopata huyu aliyetoka nyumbani mguu mosi mguu pili akaenda msikitini kusoma kheri au kuifunza kheri. Analipwa malipo ya alhaji ambaye anarejea akiwa amesamehewa madhambi yake, anarejea kayaumin waladatuhu ummuhu, akiwa mithili ya ile siku aliyozaliwa na mama yake. Hii ni fadhila ya ilmu. Kwa nini siyekewe adabu? Ametaja al-Imam Tirmidhi na Ibn Majah hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ar-Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wama walahu
au aliman au mutaallima. Ad-dunya mal'una, dunia imelaaniwa. Kwa maana dunia inazungumzwa kwa ubaya. Mal'unun ma fiha, wanazungumzwa kwa ubaya waliomo ndani ya dunia hiyo, ila wale waliofuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhikri ya Allah wama walahu ay wama ahabbahu Allah. Au aliman, au mtu ambaye ni alim aliyesoma akajifunza akaelimika, anakaa anawafunza wenzake, huyu hana laana, huyu hazungumzwi kwa ubaya na sharia. Au mutaallima, au aliyekaa chini kwa lengo la kusoma. Na ilmu inapotajwa kwa itlaqi kama hizi, ulama wanasema ni ilmu ya sharia, ni ilmu ya dini. Alilmu idha utliqa, elimu ikitajwa kwa itlaq ni ilmu ile ambayo malaika wa Allah wanatandaza chini mbawa zao litalibil ilmi ridhan bima yasna. Elimu nyingine zitatajwa kwa kuegemezwa: ilmu tib, ilmu jiografia, ilmu alhandasa. Lakini ilmu ikitajwa kwa itlaq katika lafudhi za kisharia hukusudiwa ilmu ya dini. Au aliman au mutaallima. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, katika adabu ambazo wanazizungumza ahli ilmi kwa talib ilm, ya kwanza kabisa kuu yenye haki ya utangulizo katika utajo, al-ikhlas. Ikhlas, kusoma kwake ilmu hii ya dini, anakusudia nini, anataka nini, ni lipi lengo na dhamira yake. Anataka apigane vikumbo na mashekhe, anataka apigane vikumbo na mashekhe katika viti vyao, anataka ang'ang'ane nao katika utajo. Anakusudia nini? Kuzisarifisha kwake nyuso za watu. Ni lipi lengo na shabaha na dhamira yake? Wan-niyya taj'al liwajhi Allahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqumi. Na nia, takasa nia kwa ajili ya Allah iwe safi. Naam, maneno ya Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala pale alipozungumzia faqra, akizungumzia ilmu, akimwambia mwanafunzi anayetafuta ilmu asiache ilmu akachukua badali ya vilivyo duni, akaiacha ilmu. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Anasema ya talib alilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Na katika aliyosema wan-niyya taj'al liwajhi Allahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqumi. Itakase nia katika njia yako ya kutafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nia ndiyo asas, nia ndiyo asli, nia ndiyo shina. Likitetereka hili hutetereka matawi. Wan-niyyata ij'al liwajhi Allahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqumi. Na haya ndiyo aliyotuasa nayo Allah kwenye Qur'an, Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Fad'uuhu mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Huwa al-hayyu la ilaha illa hu. Fad'uuhu mukhlishina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ikhlas. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إخلاصا لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ameyafanya hayo lengo lake anautaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala akauone siku ya kiyama, kwa sababu hawatauona uso wake illa mukhlisun, hawatauona uso wake illa almu'minun. lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. kwa wakafanya ikhlas lillah, lengo lao wanataka kwenda kuona uso wa Allah siku ya kiyama, na hauoni na makafir na hauoni na wanafiq. kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. kwa talibu ilmu lazima ajipambe na ikhlas, kwamba kwa nini anasoma ilmu. anasoma ilmu liyarfa aljahla an nafsihi wa an ghairihi, kwa lengo la aondoshe ujinga kutoka katika nafsi yake, awaondoshe ujinga ndugu zake katika almuslimin. lakini kadhalika anasoma ilmu liyudafi'a an ash-shari'ati al-gharra as-samha, ili aje aitetee sharia ya Allah iliyo safi, aitetee sharia ya Allah, aitetee dini kutokamana na hajamati al-battalin. kwa anasoma ilmu ya dini kwa madhumuni haya na malengo haya mazuri yanayoridhia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anayaridhia malengo haya. ndio maana maimamu wetu wakawahusia tulab alilmi mpaka tulab alhadith. al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala katika al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' anasema fayajibu ala talib alhadith an yukhlisa niyyatahu fi talabihi wa an yakuna qasduhu wajha Allah ta'ala وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض فقد جاء الوعيد. أنا سمع الخطيب البغدادي رحمة الله عليه نواجب كما نفنزي ليتفوت علم يا حديث نواجب kwake atakase nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. kusudio lake liwe ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio kujifaharisha mbele za watu, sio kuonesha makana au makana na nafasi yake, la, sio kujitamba na kujifahari, la, lengo lake liwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. mimi ni mkwasi mkubwa sana. kama wako ambao hawahitaji wenza na ushirika, mimi ni mkubwa wao. man amila amalan, yeyote ambaye atafanya amali ya kiibada, asharaka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha nami mwingine, taraktuhu wa shirka, ntamwacha huyo na ushirikina wake. Allah haipokei hiyo amali. kwa lazima anayesoma ilmu ya dini, iwe ilmu ya hadith, iwe ilmu ya ulumi alquran, iwe ni ulumi ya usul alfiqh wa qawaid alfiqh na mengineyo katika ulumu sharia, amtakasie Allah dini,
afanye lillahi rabbil alamin, na atahadhari kuijaalia ilmu yake kuwa ni njia ya kuchukua vipawa, ni njia ya kupata a'rad za kidunia. Atahadhari. Al-Imam al-Khatib anasema hivyo rahimahullah, anasema faqad jaa al-wa'idu, kwa hakika yamekuja makemeo makali katika sharia kwa yule ambaye anataka madhumuni hayo kupitia ilmu yake. Naam, sadaqa rahimahullah, ametahadharisha Mtume alayhi salatu wassalam, ametahadharisha ar-rasul ayyama tahdhirin, tahadhari kubwa kabisa, kuifanya ilmu ya dini kuwa ni matiya lidunia, kuwa ni matiya kwa maana kuwa ni njia ya mtu kuipata dunia yake. Ametahadharisha rasul, bali amebainisha alayhi salatu wassalam anna husna niyya fi talab alilm, ya kwamba kutengeneza nia katika njia ya kusoma, anasema amruhu adhim wa khataruhu jasim, jambo lake ni kubwa mno na hatari yake kadhalika ni kubwa mno. Nakusudia hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira, watu wa mwanzo watakaohukumiwa, watakaoingizwa katika moto wa jahannam, kawataja watatu bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Akasema wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصعب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. أنا سممتومي صلى الله عليه وسلم أتليت وكذلك siku ya kiyama, yule mtu ambaye amesoma ilmu na akaifundisha ilmu kwa watu na akasoma Qur'an, ataletwa kuhesabiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atamkumbusha mja wake huyu fadhila zake na ihsani zake na neema zake alizompa na wepesi aliyomwepesishia subhanahu wa ta'ala, mpaka huyu mja atakumbuka fadhila zake subhana. Allah atamuuliza fama amilta biha, umefanya nini katika haya tuliyokupa ewe mja wangu? Atasema ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, nilijifunza ilmu na mimi nikawafunza watu ilmu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, na nikasoma kwa ajili yako Qur'ani, nimesoma Qur'an, nimeihifadhi Qur'an, nimeijua Qur'an, nimejua ta'awil, nimejua tafsir, nimejua kadha, nimejua asbabun nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala 'allamul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Atamwambia mja wake huyu kadhabta, umedanganya, umesema urongo, walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqala huwa alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari' faqad qila. Lengo lako lilikuwa ni hili mja wangu, umesoma ilmu watu waseme kwamba wewe ni alim, wewe ni hodari, wewe unajua. Umesoma Qur'ani uambiwe wewe ni qari, msomi mzuri wa Qur'ani. Haya ndiyo malengo yako, haya ndiyo yaliyokuwa madhumuni yako, haya ndiyo yalikuwa matlaba yako. Faqad qila, hayo yalishasemwa. Huyu ndiye Mungu wako uliokuwa ukimwabudia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha malaika wake wamburute kiusouso, kisha wamtupe katika moto wa jahannam, wal'iyadhu billah. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla 'ubadil wathan